Sasa ilikuwa Mwanakwetu anahitimu kidato cha 6 huko Ndanda, Masasi, Mtwara. Alipomaliza mtihani yake alimpigia simu shangazi yake kipenzi Cornelia Makwega ambaye alikuwa mtumishi wa shirika la Posta na Simu Tanzania. Wakati huo Posta na Simu zilikuwa hazijatenganishwa. Zilikuwa taasisi moja tu. Mwanakwetu akaenda sehemu iliyokuwa na kibanda cha simu ya shirika hilo na kuingia katika kibanda na kupiga reverse call. Reverse call ulikuwa unapiga simu, inapokelewa halafu unaulizwa analipa nani. Wakiuliza huko, wao wakiwasiliana na unayempigia, akikubali unaunganishwa naye. Mwanakwetu akaomba pesa ya nauli ya kurudi Dar es Salaam. Baadaye binti Makwega huyu ambaye hakuwa lofa alimtumia Mwanakwetu nauli ya kuingia jijini Dar es Salaam kutokea Ndanda hadi Mbagala, Dar es Salaam. Hiyo ikiwa ni Mei Juni 1998. Mawasiliano ya simu na binti Makwega na mjukuu wa Makwega walizungumza jambo, akiambiwa kuwa akifika Mbagala apumzike kidogo alafu aende nyumbani kwa Cornelia Makwega huko Mtoni Mtongani. Mwanakwetu alifanya hivyo. Cornelia Makwega alikuwa mrembo sana. Kwanza alikuwa amekwenda hewani kwa warembo wa Tanzania, urefu wake ni mithili ile ya mbiki msumi. Alikuwa na umbo lililojitosheleza tangu miguu hadi juu. Alikuwa maji ya kunde. Kwa hakika Mwanakwetu alibaini kuwa shangazi yake huyu alikuwa anapendeza sana pale alipovalia sare za Posta na Simu, hususan sketi ya rangi ya samawati na mashati meupe yaliyokuwa na maandishi ya EMS mabegani na mkono wa shoto katika kifua. Mwanakwetu anakuhamasisha msikilizaji wake kuwa mabinti Makwega warembo sana. Hata Mwanakwetu alipokuwa anasoma Tambaza sekondari, mara moja alikuwa anawachukua rafiki zake wa Tambaza na kuwapitisha pale Posta mpya na kuwalingishia, mnawaona shangazi zangu walivyo warembo? Vijana wa Tambaza walikuwa hawakosi maneno, lakini ndio hivyo tena, walikuwa wanafunzi, kazi yao ilikuwa kubwa kusoma tu, mengine yalikuwa ni ya wakubwa. Msikilizaji wangu, kumbuka Mwanakwetu anakwenda kwa shangazi yake kuitikia wito, maana wakati huo hauwezi kwenda chuo kikuu mpaka ukae nyumbani zaidi ya mwaka mmoja, maana kuna wahuni wa University of Dar es Salaam UDSM walifanya vurugu na kusababisha chuo hiki kufungwa na kusababisha kero nchi nzima. Alipofika kwa shangazi yake huyu mrembo, alimwagiza Mwanakwetu awe anafanya kazi ya kuzikusanya pesa kila jioni na kupiga mahesabu ya fedha za biashara katika miradi kadhaa ikiwemo saluni, duka la dawa, duka la vyakula, mkahawa na nyumba ya wageni. Shangazi mrembo wa Mwanakwetu alikuwa akiishi Mtoni Ererini, jirani na makazi ya kina hawa Vitalis Maembe. Huyu mwanamuziki Mwanakwetu anapenda kumuita ni Matias Vitalis, maana Mwanakwetu anakumbuka hili ndio jina la Vitalis Maembe alipokuwa anasoma komunio ya kwanza. Ni Matias Vitalis ambaye Mwanakwetu alimfahamu tangu akiwa wadogo kanisani
Lakini Vitalis Maembe alikuwa na kaka yake pia mkubwa, alikuwa anaitwa Christian Maembe, ambaye alisoma na Mwanakwetu pale Tambaza Sekondari. Sasa hivi ni Christian Maembe ni daktari wa binadamu. Hapa Mtoni Mtongani relini, Mwanakwetu hakuwa mgeni, alikuwa alwatan sana, alikuwa mwenyeji. Kazi ya kupiga mahesabu jioni ni kazi nyepesi, maana ujanja ni hesabu za mkara tu, ambapo Mwanakwetu alifuzu vema tangu darasa la 4. Swali likawa muda wote huu mwingine Mwanakwetu anafanya nini? Akiwa na swali hilo akilini, Mwanakwetu akapata rafiki zake wawili, Nyango Omela akiwa ni kaka wa mchezaji mmoja wa zamani wa Simba Prosper Omela. Mwanakwetu baadaye akapata rafiki mwingine aitwaye Aloysius Romanus Mnyeke. Hawa ndugu wakakubaliana wanunue vifaa vya muziki, alafu wawe wanapiga katika maharusi, huku wakiwa na mwendeshaji sherehe, yani mshereheshaji, yani MC. Cornelia Makwega alipoombwa hilo na Mwanakwetu alikubali na kutoa fedha, na huku vifaa vingine vilitoka ng'ambo na muungwana Mwanakwetu akakabidhiwa. Omela, Mnyeke na Mwanakwetu wakakaa na kukubaliana kuwa MC au Mwanakwetu, ambaye alionekana ni Mswahili sana kuliko wenzake. Kweli wakawa wanafanya biashara hiyo kila siku. Kukiwa na harusi wapo, kukiwa na sendofu twende kazini, kwenye hakika walikuwepo, ubatizo walishiriki, maisha yaliendelea hivyo na kwa amani sana. Katika kazi hiyo, kwa kuwa walikuwa vijana sana na vijana wa mjini, Mwanakwetu anakumbuka walishiriki sana siku za kuzaliwa, yani birthday, wakila keki nyingi za vijana wa rika zao. Mwanakwetu anadiriki kusema kuwa hajawahi kula keki nyingi kama wakati huo. Mwanakwetu anakumbuka katika sherehe hizo wapo waliokuwa wachumba wakifanyiana birthday na baadaye wakawa mume na mke, lakini wapo walio wengi mahusiano hayo hayakuweza kuzaa matunda, mahusiano yao yaliingia shubiri. Lakini yote haya yalikuwa maisha ya wakati huo, ambapo leo hii ni miaka nyingi na imeshakuwa historia tu, na ndiyo maana Mwanakwetu anakusimulia. Katika kazi hii waliweza kukutana na watu wengi na marafiki wengi, walishuhudia matukio mengi ya furaha na huzuni. Kwa siku ya leo, Mwanakwetu anakuomba msikilizaji wake akusimulie tukio moja la huzuni sana ambalo hadi kesho Mwanakwetu analikumbuka vizuri. Siku moja Mwanakwetu na wenzake walikwenda Konga Mombasa kufanya kazi ya harusi. Wakafanya kazi hiyo vizuri sana. Walipomaliza wakafunga vyombo vyao na kutaka kuanza safari ya kurudi Mtoni Mtongani. Wakati wanataka kuondoka, mama mmoja aliwaomba Jumapili ya juma lililokuwa linafuata wakafanye kazi ya ubatizo huko Mbagala, na kazi hii itakuwa ya mchana Mbagala Kizuiani, na walikubaliana malipo kuwa ni shilingi 100,000 kwa MC pamoja na muziki. Mama huyu Mchaga akatoa shilingi 30,000 kianzio na akapewa katibu wa biashara hiyo Nyango Omela. Waungwana hao wakarudi Mtoni Mtongani. Wakiwa wanarudi ilikuwa usiku sana, na umbali wa kutoka Ukonga Mombasa hadi Mtoni Mtongani ni mwendo mrefu, na wakati huo njia ilikuwa moja tu na sio kama ilivyo leo. Huyu Aloysius Mnyeke ambaye alikuwa mtoto wa mchungaji, wakiwa njiani akawa anajiuliza, je, ataingiaje kwa usiku wa manane? Mjadala ulihitimishwa kuwa Aloysius Mnyeke alale kwa kina Mwanakwetu, ambapo shangazi huyu wa Mwanakwetu alikuwa na makazi mengi hapo Mtoni Lelini. Kweli ilikuwa hivyo, akalala na asubuhi yake kwenda kwao. Alichoeleza wazazi wake alikuwa wapi, Mwanakwetu hilo hafahamu. Siku ya ubatizo ilifika na vifaa vya muziki vilibebwa hadi eneo la tukio. Vilifungwa katika makazi ya familia hiyo mapema, maana ibada ya ubatizo ilifanyika katika kanisa la KKKT usharika wa Mbagala Zakem, na ilitarajiwa kumalizika kabla ya saa 6 ya mchana.
Msikilizaji wangu, naomba nikuelezee zaidi juu ya mandhari ya Mbagala ya miaka ya 90. Kanisa la KKKT lilikuwa ni lile la Mbagala rangi tatu pale za KM kwa ndani kidogo. Hakukuwa na kanisa lingine lolote tangu kutoka huku Mtongani, kutoka hii kanisa la Lulu. Kwa kanisa lingine lilikuwa ni hili la KKKT, usharika wa Mbagala zake, yani kwa dhehebu kwa madhehebu ya Kilutheri ilikuwa hilo tu. Kwa Wakristo wote wa kutoka hii Mbagala walikuwa wanakwenda kusali kule usharika wa Mbagala zake. Kwa hiyo najaribu tu kukupa msikilizaji wangu historia na namna Ukristo ulivyokuwa wakati huo. Ndugu hao walitaka wakitoka kanisani wafike nyumbani na sherehe ianze. Kweli agizo hilo walitekeleza na kufunga vifaa, huku MC wao Mwanakwetu akiwa tayari amevaa suruali yake nyeusi na shati lake la kitenge lenye mikono mipana kama vile kanzu ya shehe. Microphone mkononi, mkono wa kulia wa MC huyu alikuwa na ratiba ya shughuli hiyo. Mandhari ya uani ya nyumba hii ilikuwa bora. Sufuria ya shaba ilikuwa tayari imeshatayarishwa pilau, huku ikinukia mithili ya waridi lililopandwa katika kona ya nyumba hiyo. Vinywaji vilikuwa tayari vimewekwa katika meza ya wazazi, huku eneo hilo la sherehe lilikuwa na baraza yenye uwezo wa kuzuia mvua au jua kali, ambapo pale palipopangwa viti, msikilizaji wangu kuelezea zaidi, palikuwa ni sehemu ya kuweka gari ndani ya ua wa nyumba. Kwa pale ndipo palipangwa hivyo viti. Hali hiyo iliwafanya wageni kukaa katika viti vya chuma kwa amani sana bila bugza. Eneo hili la ukumbi likipambwa kwa kutundikwa kanga za kila aina zilizofungwa mithili ya kipepeo anayeruka angani. Naye disco joka wa sherehe hii, Nyango Omela, Mjaluo wa Dar es Salaam, akinogesha ukumbi huo na nyimbo mbalimbali za Kikristo na Kilutheri alizozifahamu. Utadhani kuwa na yeye alikuwa mtoto wa mchungaji. Kumbe kazi hiyo ya uchaguzi wa nyimbo ilifanywa na Aloysius Mnyeke ambaye alikuwa mtoto wa mchungaji. Katika imani hii, kwa msaada wa Mungu, mtaishi Kikristo nyumbani mwenu, mkiwalea watoto hawa katika ibada na mafundisho ya kanisa, ili wamfahamu Kristo Mwokozi wao. Ndivyo tutakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Na wauliza tena, mnamkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote. Sasa semeni ahadi ya ubatizo. Namkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote. Najitoa kuwa wako, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ili nikutegemee na kukutumikia kwa uaminifu hata nitakapokufa. Amen. Je, wazazi na wadhamini, mnaahidi mbele ya usharika huu kuwa mfano mwema kwa watoto hawa? Kwa msaada wa Mungu tutakuwa. Wapendwa washarika, mtakuwa waaminifu katika wenu kuwa washiriki wa kanisa la Kristo, ili watoto hawa na watoto wengine wote katika usharika wetu wakuwe katika imani ya kumjua na kumpenda Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa msaada wa Mungu tutakuwa. Msikilizaji wangu, kumbuka katika sherehe wapo watu ambao wao wanaenda moja kwa moja kwenye sherehe, si kanisani au msikitini. Siku hii walikuwepo karibu robo tatu ya waalikwa walifanya hivyo. Wapo waalikwa waliokuwa wameshakaa katika viti wanamsubiri mtoto tu afike kutoka kanisani. Kwa desturi ya wakati huo, MC, DJ na kikundi chake walipaswa kula mapema ili wakati shughuli inaanza wao wawe bize na kutoa burudani na kuiongoza shughuli hiyo vizuri. Basi pilau hiyo ya ubatizo walikula mapema kabla hata mtoto wa ubatizo hajafika katika shughuli hiyo. DJ wao msaidizi aliyekuwa anachagua nyimbo nzuri, mtoto wa mchungaji, kijana wa Kirangi, mjukuu wa Mnyeke, Aloysius Mnyeke ambaye sasa hivi ni marehemu, alivutiwa na dada mmoja wa Mwanakwetu anayefahamika Gabriela. Msikilizaji wangu, jina la mwisho sikutaji, lakini najua dada yangu huyu sasa hivi ni mtu mzima, na mwenyewe atajijua ni nani, ambaye dada huyu alikuwa ni dada wa Mwanakwetu. Wanafahamiana mapema maana walisoma sekondari pamoja. Miaka hiyo wakiwa kidato cha 4. Walisoma shule tofauti, lakini ile muziki na nini walikuwa wanakutana. Kikundi kilikubaliana, jamani, hapa tumekuja kutafuta pesa. Basi kama kuna mtu ana mambo yake binafsi atayafanya kwa muda wake, sio wakati wa kazi.
Kwa hiyo Mwanakwetu hilo lilikuwa hivyo. Hiki kilikuwa kikundi cha wanoko na wakuda wa mjini, kwamba hakuna kushughulika na nyingine. Kama umempenda mtu mtatafutana baadaye, lakini kwanza tufanye kazi ya watu, tupate pesa yetu tuweze kurudi nyumbani. Msikilizaji wangu, usione kuwa Mwanakwetu alikuwa na wivu, hilo abadani. Maana Gabriela ni dada wa Mwanakwetu na Aloysius Myeke alikuwa kijana mzuri tu, kijana anapenda kusali na nini, kwa alikuwa ni kijana mzuri. Vijana hao walifahamiana na kuelekezana makwao. Kilichoendelea hapo Mwanakwetu hafahamu. Labda Mwanakwetu nitampigia simu Gabriela ataniambia kiliendelea kipi, maana Aloysius alishafariki muda mrefu akiwa Afrika Kusini. Wakiwa wanaendelea na kazi hiyo, walijulishwa kuwa sasa ibada imeshakamilika na mtoto aliyebatizwa na kuingia katika Ukristo yuko njiani anakuja, kwani wapo waliotoka kanisani mapema. Kwa walifika nyumbani na kutoa hiyo taarifa. Msikilizaji wangu, kumbuka tu wakati huo hakukuwa na hizi simu za mkononi. Lazima mtoa taarifa alitangulia, aliwahi mapema. Yaani baada ya mchungaji kuwabatiza tu, kuwamwagia ile maji ile na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mtu anachomoka ajua kumbe mtoto kishabatizwa, anatoa taarifa, nyinyi mnakuwa mnajiandaa. Hapo MC Mwanakwetu na DJ walikuwa sasa wanapamba shughuli hii, huku shangwe na vifijo vya kila aina. Mwanakwetu akina pango pakavu ya mchuzi wanahakikisha wanaichukua kwa haki hiyo shilingi 100,000 ya muziki na MC. Kumbuka 30,000 washapewa, kwa wanaiangaikia ile 70 iliyosalia. Wakiwa wanakaribia katika mahakama ya mwanzo, huu msafara kutoka kanisani, kutoka kanisa lile la KKKT usharika wa Mbagala zake, msafara huo wa mtoto mbatizo wenye magari 6, mtoto huyu alipata homa ya ghafla. Baba na mama wa mtoto na msimamizi wa ubatizo wakachanganyikiwa, wakaamua kumpeleka katika zahanati ya serikali ya Mbagala, ambapo sasa hivi ni kituo cha afya kikubwa tu. Zamani kalikuwa ni kazahanati kadogo tu na kajumba kamoja. Walimpeleka hapo mtoto huyu ili aweze kupata huduma. Kumbuka hapa mtoto alipozidiwa ni umbali mchache sana na nyumba hii ya familia yenye sherehe. Nyumba hii yenye sherehe ilikuwa hapa shule ya msingi Mbagala, kwenye kota zile za walimu za zamani, kwa nyuma yake jirani na kanisa la sasa hivi la Anglican. Sasa hivi Anglican wamejenga kanisa kubwa, kwa pale ndipo pembeni, nyumba moja zile za pembeni walikuwa wamepanga hii familia. Na kumbuka tu msikilizaji wangu, kanisa la Anglican mwanzoni walikuwa nasali shule ya msingi Mbagala, kwa baadaye walipata kiwanja ile eneo wamejenga kanisa kubwa. Kwa nyumba hii inatazamana na ile kanisa la Anglican kwa sasa, nyumba zile za pembeni, maana kuna mtaa mkono wa kushoto kama unaenda kanisa la Anglican, kulia mkono wa kushoto zile nyumba moja wapo ndio ilikuwa nyumba tukio lilipotokea. Kumbuka gari zilizokuwa katika msafara wa kuja nyumbani, gari 3 za mbele zikiwa zinaingia huku zikipiga hodi huku zikiimba nyimbo le neema 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 imefunguliwa, neema 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 imefunguliwa,
neema kwa mtoto, neema imefunguliwa, neema imefunuliwa. Kwa wimbo huo ulikuwa unaimbwa huku akitajwa mtoto jina lake. Sasa mbele ya nyumba hii palikuwa na gari 4 isipokuwa gari yenye mtoto na gari nyingine hazionekani. Huku hii gari ya mwisho iliyokuwa nyuma na ya mwisho kabisa na mengine yani 4 yani ya 5 zilichepuka kwenda zahanati. Dereva hakuona, akaja moja kwa moja hadi nyumbani. Dereva gari ya mwisho akasema, haya jamani, mabibi na mabwana, mtoto wetu aliyebatizwa ndio anaingia, na waombeni sote tusimame na tuimbe ile ingia uwe mmoja wa kondoo, ingia we mmoja wa kondoo, we baba ingia, we mama ingia, mtoto ingia, we mmoja wa kondoo. Kwa nyumba hii ikawa inaimba. Kweli watu wakasimama, na wale waliokuwa kwenye gari hizo 3 za mwisho, za mwanzo na moja ya mwisho, walishuka kwa shangwe kweli wakiimba ile ingia we mmoja wa kondoo. Ingia we mmoja wa kondoo, mama baba, mmoja wa kondoo, we mama, we baba, uingie we mmoja wa kondoo, mama baba, nafanya nini nje kuna baridi, ndia uingie we mmoja wa Kristo, ndia baba mama we mmoja. Nafanya nini nje kuna jasho, ndia uingie we mmoja wa kondoo, ndia baba nafanya nini nje kuna waisi, ndia uingie asija akakuangamiza, ndia baba mama we mmoja. Ingia kwenye zizi la kondoo. Zizi ni wokovu. Kondoo ni Wakristo walioamini. Mchungaji ni Yesu mwenyewe. Nje ni duniani, kuna mambo mengi. Kwa wale waliolewa pombe, kwa kuwa walikuwa wameshindwa kusimama vizuri, basi walitumia viti na ukuta kuegamia, huku wakishangilia wakati wakiamini kwamba mtoto sasa anaingia. MC bwana kwetu akasubiri kwa dakika 5 anaona kimya, dakika 10 kimya. Sasa wale madereva wale wakashangaa, mbona gari 2 zingine hazipo na ndizo zenye mtoto na msimamizi zimekwenda wapi? Kumbuka msikilizaji wangu, magari yalikuwa 6 kutoka kanisani. Kwa gari 2, gari ya 5 na gari ya 4 hazipo. Gari ya 3 za mwanzo na moja ya mwisho ndio zimefika pale tulipo kwenye sherehe. Kwa kukawa na mjadala mrefu, nikawaambia jamani, waalikwa kaeni kwanza tusubiri kidogo. Kwa kukawa na mjadala na madereva na mimi pale MC, ndio
maana ndio wao sasa, wao ndio walitambua ile shaka, mimi sijui chochote. Kwa wakati wale walevi komba tayari wameshalewa, wanapiga kelele. Kwa baada kama ya dakika kadhaa hivi tukaona bibi wa mtoto, yani bibi wa mtoto yule mama aliolewa pale, mama mmoja wa Kichaga, mama yake mzazi anakuja na msimamizi wa ubatizo wakiwa wanalia. Kwa MC nikapata na buchwa kulikoni. Basi MC nikamwagiza DJ kwamba zima mziki kwanza. Kwa ukazima ule mziki. Kwa pale ndio nikajua kumbe mtoto alipopelekwa pale katika zanati ya Mbagala alifariki. Kwa hapo kwa ile homa ya ghafla aliyoipata wakati wanatoka kanisani. Kuda mandhari ya sherehe hiyo ya ubatizo ikabadilika ghafla, kukawa mandhari ya msiba simanzi. Kwa mimi nikatoka pale nikaenda kumbe, jamani, kama tulivyojulishwa kwa leo hii kweli kulikuwa na sherehe ya kubatiza mtoto wetu, lakini akiwa njiani kuja hapa mara baada ya kubatiza mtoto wetu amefariki dunia. Mungu amependa zaidi. Kwa hiyo hapa tulipo tunabadilisha mandhari, badala ya kuwa sherehe ya ubatizo sasa ni msiba. Huko kunafanyika utaratibu wa kupeleka mwili kwa mazishi kwenda huko Kilimanjaro. MC Mwanakwete aliyesema kwa lugha moja ya huzuni sana, maana tukio ambalo nilikuwa nasaajabu. Mimi bado kijana mdogo, nilimaliza form 6, sikuwahi kuona matukio ya kusikitisha kama haya. Kwa MC wa batizo hapo pakabadilika sasa kama MC wa msiba. Huku watu wakawa katika vikundi. Unajua ile eneo lilikuwa eneo la Waswahili wa maisha ya kawaida. Kwa hii nyumba ambapo kulikuwa kuna ubatizo ni miongoni mwa nyumba za wapangaji ambazo zilikuwa nyumba zenye nafuu. Huo mtaa, kwa faida tu ya wasamsikilizaji ambaye ni mzaliwa wa Mbagala, ni mtaa ule wa kina mchezaji ule wa Yanga kina Mwinjuma Kondo. Yule Mwinjuma Kondo wachezaji wa ile FC Tesemak, FC Abuja FC. Huu ni mtaa ule wa kina Mwinjuma Kondo, mchezaji wa zamani ule wa Abuja FC. Kwa hiyo ndugu zake wa Mwanakwete wa Mbagala kizeni wakawa kinaona, jamani, kuna jini linaitwa Mwangeni limempata huyu mtoto, liliwalenga wazazi wa mtoto. Kwa kuwa wazazi walikuwa wana kinga, ndio maana halikumpata, likakimbia kwa mtoto sasa amefariki. Kwa Waswahili wale Wazaramo wa Ndengereko wanaamini juu ya majini na jini linaitwa Mwangeni na nini. Kwa mimi nimekaa pale nasikiliza sasa, nashangaa habari tena. Hii nini tena? Familia hii kwa kuitazama ilikuwa ni familia bora kama nilivyokueleza kuliko watu wengine wa eneo hilo, kando ya shule ya msingi Mbagala Kizuyani wakati huu. Na ndio maana maneno yalikuwa mengi. Basi siku hiyo mwili huu ukasafirishwa kuelekea Moshi, na huku vyombo vyake na Mwanakwete vikafungwa na kurejeshwa mtoni Mtongani. Swali kubwa lilikuwa, je, sasa kina Pangu Pakavu cha mchuzi kina Mwanakwete wanaambataje pesa yao ya kazi ya shilingi 70,000 iliyobaki? Kwa hakika pesa hiyo hatukuidai kabisa. Hata waliporudi kutoka msibani Kilimanjaro, walimwambia mama yule wa Kichaga aliyetuunganisha kuwa 70,000 iliyobakia ni mchango wetu sisi katika huo msiba. Kwa hilo ni tukio la huzuni ambalo Mwanakwete ambalo linatimiza miaka mingi. Sasa hii makala inayotayarisha mwaka wa 2025. Kwa ni karibu miaka 27, 28 sasa tukio hili. Tangu mwaka 1998. Kwa litokea na miaka ni mingi. Kwa yule mtoto aliyefariki alikuwa na umri wa mwaka mmoja. Kwa kama angekuwa hai, sasa angekuwa ni mtu mzima kabisa. Mwanakwete upo? Hiyo umejifunza nini katika kisa hiki? Kumbuka tu, huu ni ubatizo uliogeuka kuwa msiba. Jina langu ni Abinadius Makwega na kutakia siku njema. Sisi na wao